Kujia moja kwa moja kutoka uga wa Ithokwe, kaunti ya Kitui, ambapo tayari kama ulivyojionea kwenye runinga yako ya KBC Channel 1 ni kwamba rais ametoka kuhutubia kunradhi wakazi ama wale tu wananchi waliokuja kusherehekea hii siku mashuhuri siku ya leo. Na tayari kama ulivyoweza kujisikia mtazamaji ni kwamba rais ameahidi mambo mengi, zawadi kem kwa wakazi wa kaunti ya Kitui. Amesema swala la barabara basi litakuwa swala la kusahaulika tena katika eneo hili, maana yake atahakikisha kwamba barabara zote zimekuwa lami na kuhakikisha kwamba barabara zote zimeimarishwa ili kuhakikisha kwamba swala la usafiri, swala la biashara linaimarishwa katika eneo hili. Swala kuu ambalo limekuwa likitatiza wakazi wa eneo hili sana ilikuwa ujenzi ule wa bwawa la Thwake, ambapo wengi walikuwa wanajiuliza kwa nini bwawa hilo limechukua muda mrefu, lakini rais akaweza kusema kwamba basi kifikapo mwaka ujao bwawa hilo litakuwa limeweza kukamilika, na tayari kwa sababu limekaa kwa muda mrefu halina haja kukaa tena kusubiri mpaka wale watoto wachanga wakomae ama kuwe watu wazima ndipo likamilike, lakini akawaahidi kwamba ifikapo mwaka ujao basi bwawa hilo litakuwa limekamilika. Na mbali na hayo amesema nyumba zaidi ya 16,000 kwenye ile zoezi zima la serikali la kuweza kuwekea wakazi stima katika vijiji, katika maeneo ya mashinani, zaidi ya maboma ama nyumba 16,000 zitaweza kufaidika na umeme huo ambao utakuwa unagharamikiwa na serikali ya kitaifa kupitia ule mpango wa Rural Electrification Program. Na mtazamaji, vile vile pia rais ameweza kupeana ahadi za kuboresha kilimo eneo hili. Akasema kwamba kuhakikisha kwamba mabwawa haya ambayo yataweza kuimarisha ama yanaendelea kujengwa katika eneo hili yataweza kusaidia katika suala zima la kilimo nyunyizi, kwa sababu kutumia kilimo nyunyizi basi itakuwa bora ama kuimarisha swala zima la kilimo katika eneo hili na kisha kwamba wakazi wako na chakula cha kutosha. Nipo tu na baadhi ya wakazi katika eneo hili ambao wameweza kujitokeza kuja kuhudhuria sherehe hii, pengine tu kuweza kusikia kutoka kwao kama wangetaka kusikia. Karibuni, unaweza kuja tu tuambie mnahisi vipi sherehe kama hii kuweza kuandaliwa katika eneo lenu kwa mara ya kwanza. Simama hapa, asante sana. Kwa mara ya kwanza kaunti ya Kitui imefanya sherehe kama hii, sherehe ya mashujaa. Najisi vipi kama wakazi? Nitakusikia. Kwa majina naitwa Lucy, mimi ni mkazi wa Kitui. Tuna furaha sana. I think hii ni mara ya kwanza kuwa na sherehe kubwa kiasi hiki, na tumefurahi sana, especially kama vijana. Tumeona tumeletewa stadium ambayo ni kiwango ya kimataifa, na tunaenda kuona biashara zimeinuka na economy pia imeenda juu, na sisi kama wanawake pia tumefaidika. So tunataka kushukuru sana president kwa kutuletea mazuri, na pia kuna projects nyingi sana ambazo ametaja including masoko. So na amesema tutakuwa pamoja na serikali, sasa tutakaa kwa opposition tena. So we are very happy, we are excited, na tushike president mkono. Na asante sana, shukran sana. Pengine tu kama nitapata mwingine ambaye atajitolea kutuambia tu unajihisi vipi siku ya leo kuweza kutokea. Karibu sana kaka. Hawa ni vijana wa eneo hili, pengine tu watuambie ujenzi wa uga huu wa Ithokwe. Naam, una maana gani kwenu nyinyi kama vijana wa eneo hili? Utawaletea manufaa gani na utakuwa faida ipi kwenu nyinyi kama wakazi wa eneo hili, hasa vijana wa eneo hili? Asante sana. Kwa majina anaitwa James. Mimi ni mkaaji hapa Kitui County. Nimeshukuru sana kwa sisi kuletewa sherehe ya siku ya leo mashujaa. Tumefurahia sana kwa president wetu. So kwa vijana mimi naweza sema tumesikia president ametuahidi vitu kadhaa. Amesema pia wenye hawakuweza pia kwenda shule utakuwa na those TVET watafunzwa kwa bure. So pia hapo tunasema hiyo ni kazi nzuri, na pia kwa wenye pia vijana wenye labda ni mafundi na labda hawana hizo stakabadhi ama certificate, amesema pia atajua namna venye wataweza kutimizwa hizo certificate. So kwa vijana na majenzi tumefurahia sana, na pia tungetaka endelee. Amesema atakuja in the next 2 weeks, so pia tutamgoja ndio aweze kuendeza Kitui County ikuwe kama other counties. Tumefurahia sana.
Alikuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, pia tumeona kwamba ameweza kushabikiwa sana kwenye sherehe hizi za siku ya leo. Pengine unalipi la kusema kama mkazi, kama kijana mchipukizi ambaye unaibuka sasa hivi? Je, una yapi ya kusema? Hiyo inaleta taswira gani katika taifa letu? Mzee baba, tuseme harare pema peponi. Tunaweza mfuata kwa sababu to me personally, even mimi ni mkaaji hapa, naweza sema I can learn from him that we should never give up regardless of what. Tufuate hiyo mienendo yake, regardless venye tuko majenzi, tusika give up. Hiyo mzee amesimama like 5 times na bado hakuwa ikufa moyo. Kwa hivyo kama sisi pia watu wadogo tusikakufe moyo, tuendelee na kazi nzuri pia kama venye alikuwa anasema tugane wa Kenya. Na pia niliona akisema kama pia alikuwa rafiki wa Kikuyu wote wa Kamba, tuungane kama yeye, tuendeleze na tukue kama mashujaa kama yeye. So tunamsherehekea kama siku ya leo na tunasema tukue kama baba, tupendane. Kenya ni yetu wote, tukua wote, hakuna ukabila na tukue pamoja. Asante sana. Asante sana na shukrani sana na uwe na siku njema. Na mtazamaji, hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi ambao wamefurahi sana ama wamejibamba na wamejivinjari sana kushuhudia hafla kama hii ikifanyika katika eneo lao. Maana wanasema kwa mara ya kwanza wameweza kuona utofauti. Hafla hiyo hata kuletwa katika eneo hili pia imeweza kuboresha pia shughuli za biashara katika eneo hili, shughuli za usalama pia. Usalama ulikuwa umeimarishwa kwa kipindi hiki chote ambacho sherehe hizi ama maandalizi ya sherehe hii yalikuwa yanafanyika. Hivyo basi wamesema tu lao ni jicho, wamepokea habari za rais, wamepokea zile ahadi zake, lakini wanaendelea kusubiri na kutegea kuona endapo kama ahadi hizo basi zitatimizwa, na kusema kwamba endapo zitatimizwa basi zitaendelea kuboresha maisha ya eneo hili. Na mtazamaji, pia kukumbusha kidogo tu ni kwamba siku ya leo ambayo tunasherehekea mashujaa, kipaumbele kimeweza kupewa kwa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hili Raila Amolo Odinga, ambaye aliweza kulazwa hapo jana na kaweza kuzikwa siku ya jana hapo katika eneo la Siaya huko, mtazamaji. Kwa hivyo leo basi rais akaweza kumpatia kipaumbele, akaweza kusema kwamba leo tunamsherehekea yeye kama kiongozi alipigia upatu swala la demokrasia, swala la vyama anuai. Na ni hayo tu kutoka kwangu, lakini mengi zaidi tutakuwa tunakuletea kwenye habari zetu mwendo wa saa 1 jioni na saa 3 usiku. Nipo naye JJ Kioria na nipo naye Ben Chumba pia katika eneo hili, lakini kwanza acha nirudishe usukani kwa mwenzangu aliye studioni. Kwako studio. Nchi yenye baraka.